management assistants pamoja na record officer, lakini pia tunawahitimu mbele yako kwa ngazi ya diploma in record management, lakini pia tunawahitimu katika diploma in secretarial studies pamoja pia na wahitimu kwa ngazi ya degree kwa upande wa secretarial. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana wao walipokuanza huko masomo yao mpaka leo kuhitimu, wanayofahari katika kumaliza masomo yao katika hii siku hii adhimu ya mahafali yao. Awali yoyote, kabla ya kwenda kumsimamisha na kuendeleza ratiba nyingine, tutapenda kutanabai kidogo tena katika yale maneno mazuri, waratili al-Qur'ana tartila, wale wenye kusoma hivyo vitabu vya Mwenyezi Mungu katika masomo au katika sauti iliyokuwa nzuri. Hivyo tutamkaribisha mgeni rasmi kwa usomaji wa Qur'ani, na nafasi hii itakwenda kwa ukhti wetu, atamkaribisha mgeni rasmi kwa ufunguzi wa Qur'ani. Marhaban bikum ya ukhti. Wala yughni anhum ma kasabu shay'a, wala yughni anhum ma kasabu shay'an, wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adhabun adhim. Hadha huda walladhina kafaru biayati rabbihim lahum adhabun min rijzin alim. Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi biamrihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Sauti yote leo iliyopamba uzuri, lakini hata kumtunza kweli. Allahu Akbar, subhanallah. Msina babi. Naam. Inakuwaje? Au arudie? Inawezekana. Kwa sababu kina mama jamani, na haya ndio yale malezi ya watoto kuyakuza katika sehemu kama hizi. Wakizifahamu kuyasoma maneno ya Allah katika Mungu kama. Kwa hiyo waache la yadkhulul janna man kana fi bakhri, hawaingii peponi watu bakhili jamani. Maneno ya mtume hayo na maneno ya Allah. Kwa hiyo jamani, tumtunze yanaposomwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Naam, nirudishe kipaza sauti kwa MC namba 1 kwa ajili ya kuendelea na protocol ya utambulisho wa mgeni rasmi. Naam, shukrani sana. Basi kabla sijaenda moja kwa moja kumkaribisha ndugu mgeni rasmi kwa kumpa kipaza hiki Amili, kisha Amili atamkaribisha brother Nurdin Asmani ambaye ndiye mgeni mwalikwa, ili aweze kumkaribisha na kumtambulisha mgeni rasmi. Lakini nchini Tanzania Allah akatujalia kuwa na watu wa aina tofauti. Naam. Kwa hiyo mimi sasa hivi nina challenge. Kuna sauti naenda kuitoa kwenu. Atakayeipata akaniambia ni msomaji gani mzuri wa Qur'ani, hiyo ni nani, au ni motivation gani speaker Tanzania nguli mashuhuri, ana zawadi yake. Lakini shaiti bidi utaje majina yake yote matatu. Sawa? Zawadi sihitaji direct ni shilingi ngapi, lakini ni motivation mzuri sana. Na mimi mwenyewe kani-inspire mpaka kufika hapa, najifunza kutoka kwake. Sawa? Sasa nyinyi mtaniambia kama ni motivation speaker au ni mwalimu wa wanafunzi
au ni aina gani ya mtu tumweke katika kundi gani. Sawa? Lakini muda wote mbona mimi nacheka sana. Nasipendi kukasirika kwa sababu wal hayatu dunia ila mataun ghurur. Dunia tunapita tu hapo. Kwa hiyo hata ukikasirika, ukifurahi, sisi tunajua kabisa ishi maisha faina kama yetu. Ishi tunavyoishi lakini tutakufa. Kwa hiyo haya yote lazima ujue kabisa, hata namna ambavyo ya kuziendea siku, namna ambavyo kuzungumza na watu, kubadilishana mawazo na watu, mtu kikukera, mtu kutukana, lazima urudishie kwa kauli njema ili ajione. Nadhani wamesikia. Wamesikia, nisimalize haraka. Nani anaweza kuniambia motivation gani speaker ama mwalimu gani nguli Tanzania ambaye anatoa speech ama anatoa maneno ya busara yenye hekima ndani yake? Sijibu, nimeona mkono kule. Meza kuu hawaruhusiwi. Meza kuu hawaruhusiwi. Nataka wahitimu. Kama ni napenda sana social media, mnasikiliza vitu vya maana, logical, mnaweza madam hapa nasema mimi nafahamu. Naam, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sauti ilikuwa ikisikika ni ya Juma Hatibu Nugas. Bwana wewe kapata? Mimi sitaki kujaji. Hiyo ya kwanza, ngoja ni mwenye jibu tofauti. Haya. Lakini usisahau wanaume huku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aliyekuwa akizungumza hapo ni Alhabib Juma Nuganzi ambaye ni mgeni rasmi wetu. Kavujisha. Confirm, inawezekana kuna kitu hakiko sawa. Hawajajibu. Huku mashajibu hilo. Vipi hiyo? Jibu bado naona halijapatikana. Zawadi ya mhitaji. Yaani nina zawadi ambayo nimepewa hapa. Kwa hiyo atajibu ndio anapewa zawadi yake hapa. Ishi mashita fa innaka mayit. Haya. Dada, unaweza kurudia kwa usahihi ile sauti? Ukisema ni ya motivation speaker ni sahihi, ukisema ni ya msomaji Qur'ani mwenye vigezo ni sahihi, ila kwa jina zaidi basi ni role model wa vijana. Role model. Sasa jina sahihi anaitwa Al-Habibi Antonio Juma Nugas. Alichokisema mimi nacheka, sijawahi kukasirika na siwezi kukasirika kwa sababu hayata dunia illa matal ghurur. Dunia tunapita tu. Ukifurahi, ukicheka, ukilia, ishi mashita faina makaita. Ishi unavyoishi tu, ipo siku utakufa. Shukrani. Takbir! Allahu akbar! Allahu akbar! Mashaallah! Barakallah. Tadhia ashinde huyu bwana. Wataka kombe lirudi kwako? Zawadi ilikuwa moja, lakini kutokana na meza kuu nimeambiwa mtu wa pili kujibu ndo kajibu vizuri zaidi, lakini mtu wa tatu kujibu kajibu vizuri ila kaongezea na nyama. Sasa kwangu mimi ambaye nilikuwa ni kama jaji mfupi, wanasema explain with example. Kwa hiyo brother pale ame explain with example. Kwa hiyo yake kwa uchache ndani ya dakika ambazo amepewa. Baada ya hapo atapewa nafasi mgeni rasmi na kuanza kutoa nasaha kwa hitimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi wa umma ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kutokana na muda na ratiba nimepewa fursa hii kutambulisha na kukaribisha mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, nitaanza na mkono wako wa kushoto. Aliyoko mkono wa kushoto mwanzoni ni Dr. Tariki Akida ambaye aliwasilisha mada ya afya ya akili, lakini aliyepo mkono wa kushoto ambaye ni wa pili hapa ni Dr. Ali Pandit ambaye naye ni mtoa mada wetu kuhusiana na hiyo mada ya afya ya akili. Nikirudi katika mkono wako wa kulia mwanzoni kule
ni brother anaitwa Selenge Muhammad ambaye ndio katibu wetu wa jumuiya hii ya Kiislamu Tamsia TPSC pale Magogoni, na anayefuata ambaye nitampa nafasi ni brother Nurdin Athman ambaye ni amiri mstaafu wa chuo cha utumishi wa umma. Na kwa nafasi hii nitakupatia mic brother Nurdin kwa ajili ya utambulisho wa mgeni wetu rasmi. Uhayikum bitahiyatul Islam, tahiyatul mubaraka, tahiyatu ahlul janna, wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qa'il man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nimepewa majukumu ya kumtambulisha mgeni rasmi, lakini pia na mada ambayo nimekabidhiwa. Kwa heshima na taadhima, naomba nizungumzie mada kwa uchache, halafu nitamtambulisha mgeni rasmi, kisha baada ya hapo tutamkaribisha inshallah. Mada niliyopewa ni mafanikio bila kupoteza maadili, dini, taaluma na maisha ya kijana. Ndugu zangu Waislamu, hususan wanafunzi ama wanachuo wahitimu na wanaoendelea na waliohitimu, tunaposema mafanikio ni kile kitendo cha mtu kufikia malengo fulani, na mafanikio makubwa ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika Qur'ani, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz, kwamba yule ambaye atakayekosokoswa akayaepuka maisha ya motoni kisha akaingizwa peponi kwa rehema za Allah, huyu ndiye amefanikiwa. Kwa hivyo kijana wa Kiislamu lazima uishi katika malengo haya, kwamba umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uipate pepo yake. Ukiishi hivi, haya mengine yanakuwa ni ziada. Mathalan, leo tunahitimu kwa kozi tofauti. Kuna ambao wanahitimu ngazi ya diploma ya Records Archive and Information Management, kuna wengine wanahitimu ngazi ya diploma ya Secretariat, lakini pia na ngazi ya degree kadhalika. Lazima ujiulize, kwa nini nimechukua professional hii? Mwingine atadhani kwamba lengo langu kuwa mtunzaji wa kumbukumbu mzuri katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au kwa kadha wa kadha, kwa namna yote ile.
lakini kwa yule ambaye amefanikiwa ni yule ambaye anazidisha ziada ya kusema nafanya kazi hii lakini kwa lengo la kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nafanya jambo hili kwa lengo la kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atafanikiwa. Sasa ili tufanikiwe tufanyeje? Lazima tuyaishi maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu tumo katika mwezi ambao amezaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima tuyaishi maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba ametuletea kwetu sisi kiigizo kilichokuwa chema, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yale aliyokujilieni mtume, aliyekuleteeni mtume yachukueni, na yale ambayo amekukatazeni basi yaacheni. Sasa nataka nitoe mfano kidogo ili nimalizie mazungumzo yangu kwa sababu ya muda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumati zote ambazo zimepita aliwajalia neema mbalimbali, na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi kiasi kwamba akasema wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kwamba tukianza kuhesabu neema za Mwenyezi Mungu moja baada ya nyingine hatutozimaliza. Lakini tuchukulie mfano katika umma wa Nabii Musa na umma wa Nabii Isa alayhi salam, kisha tutamalizia na umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma huu ambao tuko nao, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifia ndani ya Qur'ani akasema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwamba ninyi ummati Muhammad mmekuwa ni umma bora. Lakini kuwa umma bora, subhanahu wa ta'ala anawaambia wana wa Israeli, anasema ya bani Israil udhkuru ni'mati ya Allah, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, enyi wana wa Israeli. Wakati wa Nabii Musa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaneemesha neema mbalimbali wana wa Israeli, na miongoni mwa neema za wana wa Israeli ambazo walipewa kitabu, walipewa hukumu, walipewa utume, lakini walipewa riziki. Allah aliwajalia riziki. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawataka wazikumbuke neema ambazo amewapa, akiwaambia ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, zikumbukeni neema ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupeni ninyi. Lakini tukija kwa Nabii Allah Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, anamwambia Nabii Isa alayhi salam, ya Isa bin Maryam udhkuru ni'mati alayka wa ala walidatik, ewe Isa zikumbuke neema zangu juu yako na juu ya mzazi wako. Sasa tukiangalia
Wakati wa Nabii Musa Allah aliwataka wana wa Israeli wasikumbuke neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati wa Nabii Allah Isa Allah alitaka wakumbuke neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa neema alizopewa Nabii Allah Isa ni kufufua waliokufa, kuponya wasioona. Hizi ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amempa Nabii Isa alayhi salam. Lakini tukija katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma huu Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Allah subhanahu wa ta'ala amenemesha juu ya waumini pale ambapo alipomtuma mtume. Tafsiri yake ni nini? Kumbe sisi ummati Muhammadi, kile kitendo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja katika dunia hii kwetu sisi ni neema. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni nini? Ni neema. Lakini sasa tukumbuke nyuma, niliwaambia zama za Nabii Musa Allah alisema kwamba udhkuru. Zama za Nabii Isa alisema udhkuru. Lakini zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah akasema fa amma bi ni'mati rabbika fahadithuri. Kwa hivyo wasia wangu kwenu ninyi, ili ufanikiwe vizuri, lazima popote unapoenda, kazi yoyote unaifanya, ifanye kwa misingi ama kwa njia ambayo ametuelekeza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nisiwe mwingi wa kuzungumza kwa sababu ya muda, nadhani nimeeleweka, na namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa mwenye kuyasikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo kwa mada yangu nadhani itaishia hapo insha Allah. Kwa hivyo baada ya hapo nimtambulishe tu mgeni rasmi, lakini atakuja kuzungumza baadaye, tufahamu kwamba tupo na nani. Nadhani wengi katika sisi sio mgeni kwa macho. Mgeni rasmi wetu wa leo ni dai mkubwa, ni mlinganiaji mkubwa ambaye nadhani wengi mmemtaja kwa majina, ni Al-Habib Juma Nugazi. Huyo ndo mgeni wetu kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo niishie hapo, wama alaina illa albalagul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa aliyekuwa ameandaliwa kwa ajili ya kutusomea risala, naomba aweze kujiandaa na kusogea pahala kwa ajili ya usomaji wa risala hiyo. Hivyo tukae makini, tukae na utulivu kuweza kusikiliza risala hii kwa mgeni rasmi. Karibu sana ndugu Muhammad ibn Serengi. Al-Habibi Juma Nugazi, amiri mustafu wa jumuiya ya Kiislamu chuo cha utumishi wa umma, kaka yetu Nuruddin, watumishi wa chuo cha utumishi wa umma, wazazi, walezi, wageni waalikwa, wahitimu wa chuo cha utumishi wa umma, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala,
mlezi wa viumbe vyote, na kutupa uhai, afya na kutujalia kufika siku hii ya kihistoria kwetu. Uchache wa shukrani ni kusema alhamdulillah. Kisha rehema na amani zimwendee kipenzi chetu na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye pasina choyo aliufikisha ujumbe wa Uislamu kikamilifu. Pia tunapenda kukushukuru wewe mgeni wetu rasmi kwa kushiriki na kwa kuhudhuria kuwa mgeni rasmi wa mahafali yetu. Tunatambua kuwa una majukumu mengi, lakini umeacha na kujumuika nasi katika kusherekea mahafali yetu ya 12. Hakika umetuonyesha kwa vitendo kuwa unathamini na unatupenda katika kuendeleza maendeleo ya vijana wa Kiislamu. Tunasema asante sana. Mwenyezi Mungu akulipe heri na kujalia afya iliyokuwa njema, ili tuendelee kunufaika nawe vizazi na vizazi. Ndugu mgeni rasmi, Waislamu tunaomaliza leo tumegawanyika katika kozi mbili, nazo ni astashahada na shahada ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka za umma. Kozi mbili ni astashahada na shahada ya uwaziri na utawala. Jumla ya wanafunzi wa Kiislamu tunaohitimu leo ni 52. Ndugu mgeni rasmi, risala hii imegawanyika katika vipengele vinne. Kipengele cha kwanza ni historia fupi ya jumuiya ya wanafunzi katika chuo cha utumishi wa umma. Kipengele cha pili, mafanikio ya uongozi wa elimu katika jumuiya ya Kiislamu chuo cha utumishi wa umma. Kipengele cha tatu ni changamoto, na kipengele cha nne ni mapendekezo. Kipengele cha kwanza, historia fupi ya jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu chuo cha utumishi wa umma kampasi ya Dar es Salaam. Ndugu mgeni rasmi, katika chuo chetu jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu ilianzishwa rasmi mwaka 2012 chini ya viongozi waliokuwa wakisoma hapo, akiwemo katika hao kaka yetu Mnawaziri Siraji na Allah amuhifadhi, akishirikiana na Hamisi Busazi ambaye kwa sasa ni mstaafu wa nafasi ya makamu wa rais Tamsi ya Taifa, ikiwa ni viongozi 4 na wanajumuiya 20 tu. Mpaka sasa jumuiya yetu ina jumla ya wanajumuiya waliosajiliwa takriban wanafunzi 200, ikiwemo wa kiume 99 na wa kike 101, ambao katika hao wapo katika ngazi kuanzia cheti hadi ngazi ya stashahada ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka, pamoja na kada ya uhaziri na utawala, yani Secretarial Studies and Administration. Mafanikio ya jumuiya. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu katika chuo chetu ulianzishwa huku ukibeba malengo mbalimbali, ikiwemo kusimamia na kuboresha maadili ya wanafunzi kwa kuwapa maarifa ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, kusaidiana na kuongoza tukiwa kamili familia moja. Kupitia yote hayo, uongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu, management, walezi na wadau mbalimbali tumeweza kupata mafanikio yafuatayo: kuendeleza darasa za dini za Kiislamu kila Jumamosi, kushiriki ibada katika kipindi chote cha masomo, kupambania stara na kuruhusu stara kwa wanafunzi wa kike chuoni, kufuturisha wanafunzi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuimarisha na kujenga mahusiano na management ya chuo cha utumishi wa umma, kusaidiana katika taaluma na wengine. Tumefanikiwa na Allah azidi kutufanikisha zaidi. Kushiriki katika shughuli za kijamii kama kutembelea watoto yatima katika kituo cha Al Hidayah Foundation,
kilichopo Chanika Zingiziwa, kutembelea wagonjwa katika hospitali ya Ocean Road, kununua kitendea kazi kimoja yani kompyuta mpakato aina ya Dell kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa za wanajumuiya. Changamoto za jumuiya ya Kiislamu chuo cha utumishi wa umma. Ndugu mgeni rasmi, palipo na shangwe nderemo hapakosi doa, nikiwa na maana katika jumuiya yetu hatukosi changamoto. Hivyo tunakuomba kulingana na hizo changamoto ambazo nitazitaja hapo biidhnillah, ukijaliwa uwezo tuweze kushirikiana nasi katika kuzipunguza au kuziondoa kabisa. Changamoto ya kwanza, ukosefu wa fedha kuanzisha biashara. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya tunakabiliwa na changamoto ya kutokwa na mitaji wa kufunga biashara mbalimbali. Lengo ni kukuza uchumi na kuweza kutatua changamoto za wanafunzi, mfano wa biashara ambazo ziko kwenye mpango biashara au business plan, kufunga stationari hapa chuoni ambayo itatusaidia kutatua changamoto za wanajumuiya. Changamoto ya pili, kutokuwa na vitendea kazi. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya ya wanafunzi hatuna vitendea kazi, mfano printer, scanner, kamera na kompyuta mpakato ambavyo tukiwa navyo inawezesha katika kutekeleza majukumu yetu ya kijumuiya na jumuiya kuweza kusonga mbele. Mapendekezo yetu, ndugu mgeni rasmi, jumuiya ya wanafunzi tunapenda kupeleka maombi au mapendekezo kwako kwa kukusaidia vitu vifuatavyo: kutusaidia kupata vitendea kazi, mfano vipaza sauti, vitambaa vya mapambo na vinginevyo. Ndugu mgeni rasmi, tunakuahidi wewe mgeni rasmi, wakufunzi, maimamu, wazazi wetu pamoja na wageni waalikwa kwamba tutayaishi yote mema tuliyoelekezwa darasani kwenye taaluma zetu na dini pia, ili kutangaza vyema chuo chetu, na vile vile tutakuwa mabalozi wazuri wa taaluma zetu mara tu tunapotoka nje ya chuo chetu, chuo cha utumishi wa umma. Wanajumuiya tunasema asante kwa ushirikiano wako na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Ndugu mgeni rasmi, risala hii imeandaliwa na uongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu chuo cha utumishi wa umma tawi la Dar es Salaam chini ya mlezi wetu Dr. Mariam Kuhenga na kusomwa nami Muhammad bin Selenge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi wakati katibu anakabidhi risala kwa mgeni rasmi, basi na Sheikh Musa, huu ni mwezi wa kumsifu sana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaweza ukajiandaa kutupa kidogo ladha ya ile nyimbo ya mtume wetu Nabia. Ni rasmi wakati anapitia hiyo risala ndani ya dakika 2 kabla ya kukaribishwa na akaanza kuhutubia wahitimu hawa, basi Sheikh Musa tuongoze kidogo. Inshallah, baada ya kusikiliza risala hiyo kutoka kwa katibu wetu Bwana Muhammad ibn Selenge, sasa hapa tutakwenda kuimba wote. Nadhani ni kasaid maarufu kwa watu wote. Ile ya Sheikh Walid, mtume kwetu ni raha. Tuifahamu ni mtume kweli ni raha. Na raha moja hapo ya binadamu ni anapotajwa mtume basi moyo wake husisimka. Yasema hao wakufunzi kwamba mambo matatu manne anapotajwa mwanadamu kisha moyo wake usipepesuki, basi huyo sio hana moyo, huyo ni heartless person, yani moyo wake ushakuwa jabali. Jambo la kwanza, unapokuwa katika swala, ukiwa katika swala ukiona huna ushui yoyote, hujui kama kwenye swala, unashangaa mtu ana swala lakini unasikia kasunya
huyu hana ushui, hayupo kwenye swala, basi mtazame moyo wake, kweli pengine mambo ya Allah yameshamtoka. Jambo la pili, inaposoma Qur'ani ukaona mwili wako hausisimki, ukaona Qur'ani ikisomwa ni kama vile zikipigwa ngoma huko za musician ambao mnawapenda, basi fahamu pia moyo wako tayari ushakuwa mgumu kama jabali. La mwisho ni pale anaposwaliwa Mtume, kisha mtu naye asisisimke kwa lolote, na zaidi pale unapotajwa mauti na mtu moyo wake usishtuke kwa chochote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa kila mmoja awe attention kusikiliza ujumbe ambao amekuja nao mgeni rasmi wetu siku hii ya leo. Hivyo yule ambaye alikuwa na shughuli nyingi aache, wale waliokuwa wanapiga story basi waache. Kila mmoja awe makini na asikilize yale ambayo amekuja nayo mgeni wetu siku ya leo. Kwa heshima na taadhima, karibu sana mgeni rasmi. La tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ramli raqiq salatan tarzuqna biha min rizqi ahli tawfiq wa tuballighna al-hudura ila baytika al-atiq wa ziyarati kabrihi wa kabri Abi Bakr as-Siddiq. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa ali salatan tukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa tukirimuna bi nuri al-fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufahama. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amma baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin la kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio first of all ambalo litatangulia kwa mwanadamu yoyote wanapokutana wakahusiana wema wa kufanya taqwallah. Hakuna wema zaidi ukauzidi wema huo katika kuambizana kile kilicho bora cha kidunia. Kwanza nimefurahi sana kujumuika na ninyi kwenye mahafali yenu. Nimeacha msiba wa mfanyakazi ambaye nimefanya naye kazi pale Young Africans miaka 5, rafiki yangu, lakini nikasema kwa sababu hili lilitangulia, nitafanya hili msiba, nitakwenda kutia fatha na kumwombea dua pale nitakapokuwa nimefika. Kikubwa zaidi ya furaha yangu ni kuona kwamba kuna waliopata athari wanakuja mtaani, waliopata athari ambayo Mwenyezi Mungu aliitaka ndio iwe athari ya kwanza kwa mwanadamu.
na hakuchagua kusoma huko. Kusoma kuwa na athari hiyo ya kusoma ni athari ya kusoma kipi? Hapa kuwa na real definition, lakini proper definition ni ya kwamba iqraa bismi rabbika alladhi khalaq. Hiyo ndo definition yenyewe. Soma kwa ajili ya Mola wako aliyekuumba. Haikuambiwa usome physics, chemistry, mathematics, ugavi, ununuzi. Lakini uliambiwa usome kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo utakacho kwenda kukutana nacho kwenye kukisoma, kisome kwa jitihada na uwezo wa hali ya juu, na ufaulu kwacho hicho ulichokwenda kukisoma. Kwa sababu wote kwa yote baba ya elimu ni Qur'an. Na hayo maneno anayathibitisha Mtume wetu Muhammadin pale aliposema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kumbe mbora wetu ni yule mwenye kuisoma Qur'ani na akateki initiative ya kusomesha. Maanake akasapoti wanaosomesha, akakaa chini yeye kusomesha, akaishi na kizazi ambacho kimesoma kwa athari ya elimu yake, ikaonekana kwa kile kizazi. Leo mnahitimu na katika moja ya neema kubwa sana ni mwanadamu kupata elimu, akatambua kwamba hili ni zuri, hili ni baya, akatambua kwamba hii ndio njia sahihi, hii sio sahihi. Ibaki ubinadamu wake tu kuleta makando kando pale anapokwenda kufanya records management, akwenda kwenye ofisi akaleta makando kando na kuweza kucheza na kalamu. Hayo tutawaachia kila mmoja na nafsi yake na vile ambacho anatamani. Lakini mwenye kusoma anaingia katika neema na spotlight ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika kusoma kwetu kutatupelekea sisi tujitambue kwamba sisi ni nani na lengo la kuja duniani ni nini na tufanye nini ili kuweza kufikia malengo yale ambayo tumeletewa na Allah subhanahu wa ta'ala duniani. Huku kusoma huku ni tools ya kukusababisha wewe uende ukamwabudu Mungu vizuri, ibada hiyo. Uende ukafanye kazi vizuri, ambayo ni ibada hiyo pia. Uende ukaishi na jamii vizuri, ibada hiyo. Uende ukaseme kile kilicho kizuri, kwa sababu hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Ndio utaratibu. Halingani anayejua na asiyejua. Hata wakati wa kupanga hoja, aliyesoma atapanga hoja vizuri kuliko ambaye hakusoma. Ndio tofauti unapokuja. Ndio maana nikasema athari iliyo bora zaidi kwa msomi ni mwenye kutumia elimu yake na jamii ikanufaika na elimu yake. Ni mwenye kutumia elimu yake, ndugu zake wakanufaika na elimu yake, Waislamu wenzake, waumini wenzake wakaona kwamba aha, kumbe Fatima aliyetoka chuo cha utumishi ni mtumishi rahimu, karimu na mnyenyekevu. Na hii inatupa picha ya kuona kwamba huku kusoma ni kigezo tu, kigezo kikubwa anacho Allah subhanahu wa ta'ala, taufiki ambayo anatupa yeye. Kuna watu wamesoma lakini hawajaelimika. Kuelimika ni kule ambako kujua niseme nini, wakati gani, nifanye nini, sehemu gani, ili isije ikaleta athari hasi kwa mtu mwingine. Ndio kuelimika. Na kusoma ni kule ambako wewe unajua kabisa hii ni haki ukaifanya na hii ni batili ukaiacha, short and clear. Na asiyesoma, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Hakuna makando kando huku. Mwenyezi Mungu huwanyanyua kutoka kwenye vizazi vyenu ninyi
wale ambao waliosoma anawapandisha daraja. Ndio utasikia bwana, kigezo cha kazi awe na stashahada au astashahada. Mwenzangu na mimi mwayangu hapo, uta apply hiyo kazi? Huwezi. Daraja sasa hapo ndo zinatofautiana, ni daraja tu Mwenyezi Mungu alishazipanga yeye mwenyewe. Kwa mantiki hiyo, tujue nafasi yetu katika jamii tunayokwenda. Tunatakiwa tuonyeshe athari chanya ya kile tulichokipata katika elimu yetu. Mtume Muhammadin Mtume anasema, ambaye nitatajwa mbele yake asiniswalie kaangukia pua. Kwa hiyo Mtume Muhammadin, asante. Inna Allah anasema, inna Allah idha an'ama ala abdi ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Mwisho wa kunukuu. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda akimneamesha mja wake neema ya aina yoyote. Angalia, elimu, kipaji, mali, watoto, maarifa, ama chochote katika neema. Mungu anapenda kuona athari chanya unayokwenda kuifanyia ile neema yako kwenye jamii. Na hiyo athari chanya hiyo sio hiari, ni lazima, kwa sababu athari chanya unayokwenda kuifanya ni ibada. Haya, ibada hiyo imetokana na nini? Mwenyezi Mungu kwenye Yasin anasema, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bimantiki ya kwamba hizi athari ndio ibada yenyewe. Mungu anasema, anaongea kwa sauti ya mamlaka kwamba hakika ya sisi ndio tunaohuisha wale waliokufa na tunaandika kile walichokitanguliza katika vitendo vyao vilivyo vyema ama vibaya, na athari yake. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ndio utaratibu. Kwa hiyo kama wewe ulifanya kizuri kidogo mithili ya mdudu punje utakikuta, na ulifanya kibaya mithili ya mdudu punje utakikuta. Huo ndio utaratibu wa athari, na utakwenda kukikuta kikiwa kimeandikwa kwa usahihi kabisa katika kitabu, baba wa kitabu ama mama wa kitabu, vitabu vyote ambavyo vinakuwa. Mungu anajinasibu kwa kusema, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Kila unachokijua wewe kimehifadhika katika kitabu. Yani kaweka Mungu, Mwenyezi Mungu kaweka mwenyewe kwa utaratibu alioweka. Kama sisi leo hii tuna matrix ya NIDA ama control number ambayo ukilipa haifanani na mtu mwingine, kwa Mungu haishindikani wewe na Michael Jordan wa Amerika, kila mtu kuwa na matrix yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama sisi wenyewe tuweza kusafiri na pasipoti haziingiliani, muhuri au uingiliani, kwa Mwenyezi Mungu hiyo athari anakwenda kuiweka na kaiweka kwenye kitabu. Kila mmoja atakutana na kitabu chake. Sasa kwetu sisi ambao tuliosoma ni mbaya zaidi, kwa sababu unakuwa unajua kwamba hili ni kosa kuchukua haki ya mtu na hili ni umepatia, na ndio tunaingia kwenye fungu baya zaidi, kwa sababu yadri anahu yadri, kwamba unajua na unajua kwamba unajua. Sasa hili unalolifanya unajua kabisa hili si katika haki, basi ndio unaandikiwa makosa zaidi kuliko yule ambaye hajui na hajui kama hajui. Sasa huyo mtu kabisa, huyo ni mtu mbaya kabisa. Bora yule ambaye anajua na anajua kama anajua, pale anapokosea na pale anapopatia. Kwa hiyo nawahusia, pamoja na kuihusia nafsi yangu, ya kwamba kile tulichokipata katika elimu zetu twende tukakitengenezee athari chanya kwenye jamii yetu. Twende tukawe na adabu, kwa sababu siku hizi ukitazama akhlaki zimepungua sana. Akhlaki ya kwanza ambayo mtume wetu Muhammadin
alitutaka tuwe nayo. Ni Muislamu kujipamba na vazi la swala, yani swala ndiyo jambo la kwanza kwa mujibu wa Mtume Muhammadin, au awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salat. Lakini hapa wakati wa swala kuna baadhi hapa hawakunyanyuka wala hawakustuka. Jambo la kwanza mwanadamu atakao kwenda kuulizwa siku ya Kiyama kabla ibada nyingine yoyote ni swala. Uliswali swala 5? Na wakumbusha pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kuniabudu. Kwa hiyo tukubaliane kwamba ukila katika chumo la halali ibada, ukitembea kila hatua kwenda kufanya kazi ya halali ibada, ukienda msikitini kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumtaja na kumswalia Bwana Mtume Muhammadin ibada. Alkalimatu tayyiba ambayo ni sadaka, nayo ni ibada. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunge kila hatua ya maisha yetu na ile elimu yetu tulioipata iende ikalete athari chanya kwenye jamii ambayo tunaishi nayo. Na hii imekuwa ni vigumu sana kwa kizazi kilicho kingi sana. Mfano, kuna watu nimepishana nao pale, nimewasalimia mimi, hao wanapita, mimi niko stationary, hawakunisalimia, lakini mimi nimewasalimia wao. Kwa nini? Kwa sababu hawana akhlaq nzuri. Na sio maneno yangu, ni maneno Mtume Muhammadin. Nimeanza nayo hadithi, hamtoamini, hamtoingia peponi mpaka muamini, na hamtoamini mpaka mpendane. Na niwajulishe kitu ambacho mkikifanya mtapendana, toleaneni salamu. Hata salamu basi wameshindwa kunipa, nimewapa wao, kwa sababu mimi nina mapenzi ya kutaka kuingia peponi. Kwa hiyo hii ni picha ndogo tu kuona kwamba upo uwezekano tunahitimu, lakini akhlaki zetu sisi ni za kijivuni, akhlaki zetu sisi ni za kibaguzi, kwa kuona kwamba fulani huyu, huyu fulani, huyu nimempita mimi, huyu ana diploma, mimi na degree. Vyote hivyo ni vigezo tu. Diploma kubwa na degree kubwa iko kwenye akhlaq, iko katika tabia njema. Kama unaona kama mtu salamu tu inamshinda kumsalimia watu, wamekuta watu 8 wamekaa kama vile tulikuwa tuko 8, watatu wanapita kabisa kibubububu, wakati utaratibu Mtume alishauweka, yusallimu rakiba ala mashi wal mashi ala qaidi wasaghiri ala kabir wal kalil ala kathir. Ni utaratibu. Wanaopita wawasalimie waliokuwa wamekaa, kama vile ambavyo anapaswa kusalimia mtu kwa ambaye yuko kwenye kipando, anatakiwa msalimie mtu ambaye anatembea ama kakaa. Na wale ambao wanawapita wenzao wakiwa wako wengi, watakiwa wasalimie mdogo msalimie mkubwa. Basi fanya vyote, mimi basi fanya kwamba mimi kaka yako nimekutangulia, basi nipe ile salamu kwa sababu ya ukubwa tu. Na ndio mapenzi yanapojengwa. Kwani tunatafuta nini duniani? Tunaondoka tu hapa, waweza ukawa na shahada kesho kutwa tukakuzika vile vile. Unasta shahada kesho kutwa tukaweka. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kabisa tunalo jukumu sisi wenyewe, athari chanya ianzie kwetu kwenye tabia. Na ukitazama walio wengi katika watu ambao wamepata elimu, basi wengi ndio wanakuwa ndio wajinga wengi kuliko watu ambao hawana elimu, kuliko madaruweshi. Kwa nini? Kuna ujivuni unapatikana kwa mtu kupata astashahada na shahada. What is shahada? What is astashahada? Ni vigezo tu vimewekwa hivi. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum.
Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kwamba chochote tunachokifanya, hata unakokwenda katika ajira, Mungu akikujalia na akikufungulia, nenda kabebe na tabia njema. Nenda kabebe na upole. Nenda kabebe kwamba yule Muislamu, yani maanake yule, ukisikia yule Muislamu bwana, yani hilo neno likitoka tu wajua kabisa kuna athari watu washaipata, kwa vile aidha mavazi yake, anavyoishi na watu, ama ambavyo anawatriti watu akiwajua na hata asipowajua. Moja kati ya athari mbaya sana ni kuambia mtu sasa Muislamu gani na wewe waswali nini sasa? Maanake ushadharaulika katika ile ambayo umevaa hijabu yako ama kanzu yako na vilemba vyenu siku hizi na ndevu zenu kubwa, mnapita watu bila salamu. Sio katika uungwana na sio katika mafundisho ya Mtume Muhammadin. Tunatakiwa tujue kwamba mbora wetu ni yule ambaye anachukua kile alichofundishwa akakifanyia kazi, na kile alichoambiwa hichi kina shubha kidogo akakiacha. Ndio mbora wetu. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tupo katika kusherekea mahfali ya 12 ni wajibu mimi kutia kilma kilicho bora cha kukumbushana juu ya athari chanya ya maisha tunayokwenda nayo mtaani. Nikitajwa mimi unakumbuka kitu gani cha kwanza? Akiambia bwana Alhabibi Juma Nugas atakuwepo, unakumbuka nini? Wama alhayatu dunia. Sasa hiyo ndio positive changes. Sasa hiyo ndio athari chanya. Na hata nilipokuwa Yanga nilikuwa situkani mtu wala sijibishani, na ukiniingia sana mimi nakukataa. Kwa sababu nini? Anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, ambaye anaamini kuwepo kwa Mungu na siku ya malipo aseme kilicho kizuri. Kama huna kizuri, kula buyu, nyamaza, shut your mouth, kimya, na mtu atakuwa hapati lako, kwa sababu aktharul khataya ibn adama fi lisani. Sasa huu ulimi ili usituponze, nyamaza. Na ndio kwa maana kwenye jamii utasikia bora angenyawaza. Kwa nini? Maanake alichosema ni utumbo. Kwa nawaambieni kabisa, ninyi ambao mnabahatika na mmebahatika kupata neema ya elimu, nendeni mkaitumie elimu yenu kutengeneza jamii iliyo bora, na watu wajue kabisa kwamba huyu aliyemaliza shahada imempelekea katika wema, na shahada yake imempelekea katika subra, na shahada yake imempelekea katika kutengeneza kizazi na jamii yenye kuleta athari chanya. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana ndugu mwenyekiti kwa kuweza kuongea na watu hawa. Naamini ujumbe wameusikia, na nasema Mola wenu ni yule mwenye kufikisha na mwingine akapokea na kufanya nini na kufanyia kazi. Naamini vijana hawa wamefundishwa katika maadili mema na watayachukua na watayafanyia kazi, haijapita huku wala katokea upande mwingine. Baada ya hapo, zoezi ambalo linafuata ni ugawaji wa vyeti, lakini kabla ya ugawaji wa vyeti na picha, ndugu mgeni rasmi, amiri aliandaa keki kwa ajili yako ukate na wahitimu. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo tunakuomba keki iletwe uweze kukata na wahitimu.
sichoki, ninasubiri, ipo siku itakuwa. Ali Mola wangu hachoki, kama fungu riziki, ipo siku itatiki, na kwa